Asante, naitwa Sakina Abdul Masudi kutoka Uhuru FM. TFRA, hongereni kwa kazi. Swali langu ni tangu mpango huu maalum wa ruzuku ya mbolea uanze katika msimu wa mwaka 2022-2023. Ni wakulima wangapi wamesajiliwa mpaka sasa? Naitwa Richard Mwikenda wa blog ya Taifa CCM na kamanda wa Matukio Online TV. Mimi nitaka kujua tangu mpango wa ruzuku uanze ni tani ngapi za mbolea zimeuzwa? Naitwa Danson Kaijage, niko Mwanahalisi Online na Raia Mwema. Mimi ni swala ufafanuzi tu kidogo. Katika masuala ya mbolea kuna mbolea nyingi ambazo zinatumiwa na wakulima, ambazo nyingine ni booster, ni nini ambazo wakiweka jani linapepea haraka sana. Zimekuwa zikiwatia watu wasiwasi hasa watumiaji. Mnalifafanuaje hilo swala ambao mbolea ukiweka siku 2-3 mchicha ndio huo umeshakuwa mkubwa zaidi? Kuna ufafanuzi gani ili kuwatoa wasiwasi wananchi ambao ni watumiaji? Kwa jina naitwa Fred Alfred natoka Uhuru. Swala la mbolea fake limekuwa likiwaumiza sana wakulima. Mimi nilikuwa nataka kujua katika kipindi tajwa mmefanikiwa kudhibiti kwa kiasi gani? Na wale mlio wakamata mnachukulia hatua gani? Lakini pia swali lingine ni kuhusiana na mbolea ruzuku. Mmekuwa mkiitoa lakini ikifika kwa wakulima kunakuwa na urasimu mwingi sana kwenye upatikanaji wake. Sasa nilikuwa nataka kujua ungetoa na mfano wa eneo gani wenye urasimu? Kwa mfano mkoa wa Mbeya. Mimi mzee wangu kila akinipigia simu anasema mbolea ruzuku inakuepo, lakini yeye mahitaji yake labda ni mifuko 20. Yeye anapata mifuko 3. Mingine yote ananunua kutoka nje. Nitaka kujua ni kwa kiasi gani mnahakikisha kwamba wakulima wanapata mbolea ruzuku. Naitwa Saida Isa, mwandishi wa magazeti ya Zanzibar Leo. Mimi nilikuwa nataka ufafanuzi kidogo kwa wauzaji wa mbolea. Wauzaji wa mbolea pamoja na pembejeo wamekuwa wakilalamikia serikali kwamba wanazuiliwa kuuza mbolea zao, watumie mbolea za ruzuku, lakini wao malipo yao yanachukua muda mrefu sana. Hili liko vipi? Labda tuanze na hayo. Asante, naitwa Bahati Msanjila, natoka Crown Media na CPC Blog. Mimi nilikuwa natamani kuweza kufahamu kwanza kuhusiana na mbolea feki, ni kwa kiasi gani nimeweza kudhibiti, nikiweza kupata takwimu pia na wale ambao mmewakamata itakuwa vizuri zaidi. Lakini pia narudia maswali. Samahani kama nimerudia. Nilikuwa nataka takwimu. Yule ameuliza swali, mimi nataka takwimu za watu ambao wamekamatwa na mbolea feki. Lakini pia ni kwa kiasi gani matumizi ya mbolea yameongezeka hapa nchini na changamoto ya usambazaji kutokana na masuala ya usafirishaji. Nini mnafanya kama taasisi? Naitwa Sharon Sawa, natokea gazeti la Mwananchi. Mimi kwanza nilikuwa nataka kujua kama mmefanya research ni sababu gani ambazo zinafanya mbolea zinazozalishwa ndani ya nchi zisitumike zote zinazozalishwa. Alafu pili nilikuwa nataka kujua gharama ya ruzuku ambazo imetolewa kwa ajili ya mbolea, yani kwa shillings, sio kwa tani ambazo umetaja. Naitwa Lois, natoka EATV. Nimeona hapa umegusia zaidi mbolea zinazozalishwa viwandani. Lakini pia wataalamu wa kilimo wanasema mbolea za kutengenezwa ambazo zilikuwa zikitumika kwa njia za kizamani ni sahihi na ni bora kwa ardhi yetu. Hapo unagusiaje? Asante sana mkurugenzi mkuu, naomba ujibu maswali ya Watanzania kupitia waandishi wa habari hapa. Karibu. Kwanza kabisa naomba niwashukuru sana. Hayo maswali yanaonesha kwa kiasi kikubwa kwamba tuko na waandishi wa habari lakini wanawasilisha maoni au
mrejesho ambao tungeweza kupata vizuri kutoka kwa wakulima wetu. Kwa hiyo nitaomba nianze kujibu kwa namna ambavyo yameulizwa. Swali la kwanza lilikuwa ni tangu mpango wa ruzuku umeanza tumeweza kusajili wakulima wangapi? Kwanza niwashukuru sana wakulima wa Tanzania kwa kuendelea kuona umuhimu wa kujisajili na kuendelea kupata fursa ambazo zinapatikana katika mbolea za ruzuku. Wakulima mpaka sasa waliosajiliwa ni wakulima 4,453,000 kwa takwimu za mpaka jana. Kwa hiyo ukiangalia takwimu zilizopo za wakulima na kaya ambazo zimeorodheshwa kwa wakulima, hii ni hatua mkubwa na muhimu. Lakini kama nilivyosema wakati nahitimisha, ni kwamba tunaendelea kutoa rai. Tunaomba tuendelee kuhamasisha katika ile maeneo ambayo wakulima hawajajiandikisha, waendelee kujiandikisha ili waweze kupata fursa ambazo zipo kutokana na mpango wetu wa ruzuku. Lakini swali la pili ambalo tumeliuliza ni kiasi gani cha mbolea kimeuzwa na thamani. Tangu kuanzishwa kwa mpango wa ruzuku, kiasi cha mbolea kilichouzwa ni tani 1,394,354. Sasa ukiangalia hizi tani zilizouzwa ni karibu tani zinazoshabiana na uzalishaji kwa miaka iliyopita wa kama miaka 6-7, lakini hii ni miaka 4 tu ambayo tumekuwa nayo, na hizi ni kwa mbolea za ruzuku tu. Swali jingine lilikuwa ni tumefanikisha vipi kudhibiti mbolea feki. Kama nilivyoeleza, moja ya mkakati muhimu ni matumizi ya mfumo wa kidigitali. Huu mfumo unatusaidia sana kuweza kujua nani kauziwa mbolea ya aina gani, kutoka wapi, muda gani na kwa kiasi gani. Kwa hiyo moja inadhibiti bei, lakini pia inadhibiti kujua kwamba hizi mbolea zimeuzwa na nani. Na katika kufanya hivyo kuna matukio mbalimbali ambayo yamejitokeza na watu hao wamekamatwa na wako mahakamani. Kuna watu walifanya udanganyifu kule Songwe, mpaka sasa hivi tunaendelea nao mahakamani. Ni kwa kutumia huu mfumo tunakaa, tunaona, tuna take action. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa mbolea kwanza zisizo na ubora zimeweza kudhibitiwa. Tunaweza kutumia mbolea feki, nasema mbolea zisizo na ubora zimeweza kudhibitiwa, na nyinyi wote ni mashahidi. Nafikiri kwa kipindi hiki hatujasikia ukisema kwa mbolea feki kwa kipindi cha nyuma. Kwa hiyo yote haya yanatokana na mifumo thabiti ambayo tumeiweka katika kudhibiti mbolea. Lakini pili, ametuuliza kuhusu changamoto za usambazaji. Kwanza kabisa tunatambua kwamba mbolea zinatakiwa zimfikie mkulima kwa gharama himilivu. Sisi kama mamlaka tunavyopanga bei zetu za mbolea, tunapanga bei za mbolea kutokana na umbali. Kwa hiyo ruzuku tunayoitoa inaangalia pia hitaji la umbali wa kuifikisha ile mbolea kwa mkulima. Kwa hiyo bei zetu zinaakisi
ule umbali ambao mkulima anafikishiwa ile mbolea. Kwa mfano, bei ya mbolea ya Nkasi na au kijiji kile cha kule chini kule kwenye ziwa Tanganyika, bei yake ya mbolea sio sawasawa na bei ya mbolea ambayo iko Nkasi mjini au iko Mpanda. Kwa hiyo tunavyopanga bei zetu za mbolea tunahakikisha kwamba zinaendana na hitaji la umbali. Lakini vile vile tumeendelea kuhamasisha mawakala wa mbolea waweze kuanzisha vituo karibu zaidi na wananchi, na wamepata hamasa, kwa sababu wanavyozidi kupeleka bei karibu na wananchi ndivyo wanaweza kupata ile manufaa ya kupata ile faida kwa sababu ya ile bei ya ruzuku tuliyoitoa. Lakini jambo jingine ambalo limeulizwa kwamba mbolea za ndani hazitumiki, zinazozalishwa ndani. Labda nipende kuhakikishia, wakati natoa takwimu nilisema wakati Mheshimiwa Rais anaingia madarakani, matumizi ya mbolea zinazozalishwa ndani yalikuwa ni tani karibu 41,000. Lakini kwa sasa matumizi ya mbolea zinazozalishwa ndani ni tani 158,000. Sasa kuonyesha kwamba hata wazalishaji wenyewe wanaamini na sisi tunaamini kwamba tunaweza kuendelea kutumia mbolea zinazozalishwa ndani. Uwezo wa uzalishaji wa viwanda vya ndani kwa viwanda vyetu vikubwa umeongezeka. Kwa mfano, kiwanda chetu cha Entercom kimeongeza uwezo wa kuzalisha kutoka tani 200,000 na mpaka sasa hivi mitambo yao inaweza kuzalisha tani 600,000. Kiwanda cha Minjingu kimeweza kupanua uzalishaji kutoka tani 100,000 zilizokuwa zinazalishwa na sasa hivi kina uwezo wa kuzalisha tani 250,000. Kwa hivyo ndio ni viashiria kwamba matumizi ya mbolea za ndani yanaendelea kukua, na sisi kama mamlaka kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali za serikali tunaendelea kuhamasisha uwekezaji, lakini kutoa fursa na vipaumbele kwa mbolea zinazozalishwa ndani. Kwa mfano, mpango wetu wa ruzuku, mbolea zinazozalishwa ndani zimepewa ruzuku kubwa zaidi ukilinganisha na mbolea zinazoagizwa kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo nafikiri kwa na aha, sasa labda jambo kubwa ambalo tunatakiwa tulifahamu sisi, lengo letu tunavyosema matumizi sahihi ya mbolea, tunavyotoa mbolea za ruzuku, jambo la kwanza kabisa tunalolifanya ni kumsajili mkulima na ukubwa wa shamba lake. Sasa huo ukubwa wa shamba lake sisi tuna sayansi tunayotumia katika kuhakikisha kwamba mkulima anatumia mbolea kwa usahihi. Katika kila eka mkulima atatumia mifuko 3. Tunaelewa kwamba mfuko wa kwanza ni mbolea za kupandia, mfuko mwingine mbolea za kukuzia, na mfuko mwingine mbolea za nini? Kuzalishia. Kwa hiyo tunavyosema mkulima atapata mbolea kutokana na ukubwa wa shamba lake. Na sisi tunaendelea kusisitiza kwamba wakulima pale ambapo wanaongeza ukubwa wa maeneo ya uzalishaji waendelee kuuisha taarifa zao kwenye mfumo ili waweze kupata idadi ya mifuko inayotokana na mahitaji
ya maeneo yao. Kwa hiyo hilo nafikiri tumeliongelea. Kwa hiyo nafikiri tumeongelea kukuza ili swala la, kuna swala ambalo limejitokeza, nasema wauzaji tunachukua muda mrefu kufanya malipo ya wauzaji. Labda nipende kuwajulisha katika jambo ambalo linapewa kipaumbele katika nchi hii kwa sasa, ni mahitaji ya sekta ya kilimo. Kwa madai yote tunayodaiwa kwenye ruzuku, serikali imekwisha lipa zaidi ya 65% ya madai yote. Na kwa mfano kwa mwaka huu, tukiacha uhakiki unaoendelea, kwa madai yote yaliyozalishwa mwaka huu tumeshafika karibu zaidi ya 80% ya malipo. Kwa hiyo tunapenda kuhakikisha kwamba serikali itaendelea kuhakikisha kwamba hawa wazalishaji au wasambazaji wa mbolea wanalipwa madai yao. Na sasa hivi kwa kutumia mfumo tuna uhakika, na tuna uhakika wa madai, na tuna uhakika wa taarifa zote zinazohusiana na madai yao. Kwa hiyo kwanza tumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kulipa kipaumbele na kuendelea kutoa fedha kuhakikisha kwamba hawa wazalishaji wetu, hawa waagizaji wetu wanaendelea kulipwa na kwa muda stahiki. Kwa hiyo machache, naomba niwashukuru sana. Kama kutakuwa na maeneo ambayo sijaweza kukamilisha, basi tutawasilisha majibu yetu kwa maandishi ili tuweze kuhakikisha kwamba wananchi wanapata habari sahihi na wanahamasika kuweza kuendelea kutumia mbolea na kuweza kuwa na kilimo chenye tija, kuongeza uzalishaji. Tunasema Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana sana kwa kuendelea kutoa kipaumbele katika sekta ya kilimo, hususan tasnia ya mbolea Tanzania. Asanteni sana.